Kwanza jambo la kwanza mimi ni mshukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini pia niamini kabisa kwamba haukuwa uwezo wangu, kwa sababu nimetoka Tunduma hapa sikujua kabisa kwamba nakwenda kusimamia uchaguzi. Sikujua kabisa kwamba nitakuwa mwenyekiti wa uchaguzi siku hiyo. Lakini ukweli tu ni kwamba ndio maana wanasema kila jambo Mwenyezi Mungu analipanga. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu, na pia nawashukuru sana wajumbe wote ambao waliniamini kwamba naweza kusimamia uchaguzi mkubwa kama ule wa kitaifa. Lakini pia niseme tu kwamba niliwezaje ni kwamba kwanza nimekuwa kiongozi mzoefu katika chama hiki. Nimekuwa mwenyekiti wa wilaya, nimekuwa diwani, nimekuwa mbunge na sasa ni makamu mwenyekiti wa chama kanda ya Nyasa. Kwa hiyo ukweli tu kwamba nina uzoefu mkubwa wa kuweza kuwasimamia wenzangu na kusimamia haki. Lakini kitu kikubwa tu ni kwamba nilikuwa pia na katibu mkuu ndugu John Mnyika. Lakini wale wazee uliowaona pale pembeni waliokuwa tuko nao ni kwamba tutumia busara kubwa sana ya kushauriana, lakini pia kuhakikisha kwamba uchaguzi unakuwa huru na haki. Na tuliona tusimame imara zaidi, kwa sababu tuliamini kwamba kwanza itakuwa ni mfano hata kwa Chama cha Mapinduzi ambao wao kawaida yao hawana uchaguzi kwenye nafasi hizo. Hata uchaguzi wao wa ndani wanaogopa. Kwa hiyo tuliamini kabisa kwamba tukisimamia haki kutakuwa na utulivu mkubwa sana kwenye uchaguzi ule. Na hiki kitu ambacho mimi nilikiona, na kwa sababu kulikuwa na pressure kubwa na ushabiki wa kila eneo, kila upande, kwa hiyo niliamini kabisa kwamba nahitaji kuwa mtulivu sana kama mwenyekiti wa uchaguzi, ili kuhakikisha kwamba kila mmoja namridhisha walau hata kwa kidogo, kwa sababu niliamini kwamba hutawaridhisha watu wote, lakini ukweli ukitenda haki mara nyingi haki ndio inasimama na inatoa majibu sahihi. Kwa hiyo nilisimamia haki na niliwasoma kila upande. Nikajua nani wana msimamo gani na kina nani wanataka nini. Lakini ukweli nilichokuwa nakiangalia ni namna gani watu watapiga kura na kuhakikisha kwamba kura hizo zinahesabiwa bila manunguniko yoyote na matokeo yanatokea bila manunguniko yoyote, na ndicho kilichotokea. Lakini kitu kikubwa ambacho nakikumbuka sana kwenye ule uchaguzi, kumbuka tu kwamba Mheshimiwa Mbowe alikuwa ni mwenyekiti wetu wa chama taifa. Sasa nilichukua nafasi yake kwa muda huo kusimamia uchaguzi. Kwa hiyo yako mambo ambayo niligundua kabisa kwamba yanaweza kuvuruga uchaguzi. Jambo la kwanza ambalo niligundua kabisa kwamba likitumika linaweza kuvuruga uchaguzi, kwanza ni kitendo cha kuona kama uchaguzi huu sio wasili. Uchaguzi huu kama vile sio wasili. Kwa sababu gani? Kulikuwa na mbinu ambazo zingeweza kutumika pale za kupiga picha. Yaani mtu anapiga kura alafu anapiga picha karatasi ili kumuonyesha mgombea fulani kwamba nimekupigia kura. Hilo jambo nikaona niliondoe kabisa mapema kabisa. Nikatangaza kwenye ukumbi wa mkutano wa uchaguzi kwamba jamani, yeyote atakayepiga picha kura atakayokuwa amepiga huyo mtu atakuwa anavunja utaratibu, kwa sababu uchaguzi huu ni uchaguzi wa siri. Kura yako ni asili. Kwa hiyo tunahitaji kila mtu akapige kura bila kuipiga picha. Lakini jambo la pili, kuna mtindo mwingine ambao wanaufanya wapiga kura. Anaweza akaweka alama kule chini. Akaweka alama kuonyesha kwamba amempigia mgombea fulani. Kwa hiyo yule wakala anayehesabu anaanza kuona kwamba ni kweli fulani alikupigia. Sasa yote hiyo inamkosesha mtu haki ya kumchagua kiongozi anayemtaka. Kwa hiyo pia nilipiga marufuku kwamba yeyote atakayeweka alama yoyote tofauti na tiki kwenye kisanduku, tafsiri yake ni kwamba kura yake imeharibika. Lakini jambo lingine ambalo nilifanya, jambo la tatu, ni kuwaondoa wasiwasi wapiga kura, kwamba zile kamera zote zilizokuwa kwenye ukumbi kwenye ukumbi wa uchaguzi hazihusiani kabisa na kura utakayopiga, kwa sababu utapiga kura na kura yako hakuna atakayeiona, kwa sababu zile kamera hazihusiki kabisa na swala la uchaguzi. Na tukawaomba watu wa ukumbi ikiwezekana wazipindue ili kuhakikisha kwamba linatazama upande ambao watu watakuwa wapigi kura. Kwa hiyo tulifanya hivyo na watu wakawa huru, kwa sababu waliamini kabisa kwamba hakuna anayeonekana anapiga kura, lakini pia kura ya mtu haitafahamika kama amempigia mtu gani, kwa sababu tuliamini kwamba kila mjumbe aliyekwenda pale alikuwa anafahamu kwamba atampigia nani. Ukweli ni kwamba, ndugu mwandishi wa habari,
wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, tukiachana wajumbe waliokuwa mle, asilimia karibuni 80 walihitaji mabadiliko ndani ya chama. Walihitaji mabadiliko ndani ya chama, na ndio maana kila sehemu ulikuwa ukisikia wimbo ni Lissu Lissu Lissu. Walihitaji mabadiliko. Na namshukuru sana Mheshimiwa Mbowe, mwenyekiti wetu wa zamani, kwa kweli alitupeleka kwenye uchaguzi ambao ulikuwa huru na haki, na alikubali matokeo mapema kabisa, na alimpongeza Mheshimiwa Lissu kwamba umeshinda hata kabla ya matokeo kutoka. Sasa ni jambo ambalo kwa kweli hatuwezi kulipuuza. Tunaweza kusema kwamba alisimamia mchakato mzima wa uchaguzi ili uende sawa sawa, na alikuwa yuko tayari kwa matokeo yote ambayo yangeweza kutokea, na aliyaonyesha mbele ya Watanzania na mbele ya umma na mbele ya mataifa yote kwamba alikuwa tayari kupokea aina yoyote ya matokeo. Kwa hiyo mimi namshukuru sana Mungu kwamba uchaguzi ule ulifanyika kwa amani kabisa, na ulikuwa wazi, na dunia nzima iliona kwamba uchaguzi kwa kweli ulikuwa huru na haki kabisa.